Samia Suluhu hatarini baada ya kufanya kosa hili kubwa na kukiuka sheria za Tanzania. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za TanzaPulse, channel yako pendwa ambayo inakuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina bila kupindisha wala kuegemea upande wowote. Ujambo na karibu. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetangaza rasmi kwamba amri ya zuio la muda ya Mahakama Kuu iliyokuwa ikizuia kufanya shughuli za kisiasa nchini ilikoma kisheria tarehe 10 Disemba mwaka jana baada ya kukamilika kwa muda wa miezi 6 uliowekwa na sheria. Taarifa hiyo iliyotolewa Januari tarehe 23 mwaka huu na mwanasheria mkuu wa chama hicho Daktari Rugemeleza Nshala imeeleza kuwa zuio hilo halikuongezwa kwa maombi ya ziada, hivyo halina uhai wa kisheria kwa sasa. Kauli hiyo inaweka msingi mpya katika mjadala mpana wa tafsiri ya amri za muda, mamlaka ya vyombo vya dola na ulinzi wa haki za kisiasa nchini Tanzania. Kwa mujibu wa sheria ya mwenendo wa madai ama ukipenda Civil Procedure Code, hususan amri ya 37, amri ya zuio la muda hupewa maisha yasiyozidi miezi 6 isipokuwa kama kutawasilishwa maombi ya kuiongeza. Chadema inasisitiza kuwa hakuna maombi ya aina hiyo yaliyowasilishwa baada ya zuio la awali la Juni tarehe 10 mwaka jana, na hivyo kuifanya amri hiyo kufa kisheria mwishoni mwa Disemba mwaka jana. Tafsiri hii inaungwa mkono na uamuzi wa Mahakama ya Rufaa ya Tanzania katika kesi ya African Trophy Hunting Limited dhidi ya mwanasheria mkuu na wengine ambao ni ya mwaka 1998, ambapo mahakama ilieleza bayana kuwa zuio la muda linaweza kuongezwa, lakini jumla ya muda wa zuio la awali na nyongeza haupaswi kuvuka mwaka mmoja bila msingi mahususi wa kisheria. Kupitia maoni yake, wakili wa Chadema inamweka pabaya Samia Suluhu baada ya kutuma polisi wake kwenda kuzusha bendera ya chama cha Chadema kwa minajili kwamba chama hicho kimezuiliwa kufanya mikutano ya hadhara. Kwa mtazamo wa wachambuzi wa sheria, hoja ya Chadema inaendana na kanuni ya uhakika wa kisheria ama ukipenda legal certainty, kanuni inayotaka wananchi na taasisi zijue kwa uwazi mipaka ya amri ya mahakama ili kuepuka matumizi mabaya ya mamlaka. Tafsiri pana ya zuio lililokwisha muda wake inaweza kuathiri haki za kikatiba zisizo na kikomo cha muda, hususan haki ya kujumuika na kushiriki siasa. Kauli ya Chadema imekuja kufuatia mfululizo wa matukio ya hivi karibuni katika mkoa wa Mbeya na Rukwa. Mbeya vijijini, polisi waliripotiwa kuingilia ofisi ya chama katika tawi la Inyala na kushusha bendera iliyokuwa nusu mlingoti wakati wa maombolezo ya kifo cha muasisi wa chama hicho Mzee Edwin Mtei. Polisi walidai hatua hiyo ilitokana na madai ya kukiuka zuio la mahakama, na tukio jingine litokea Nkasi mkoani Rukwa ambapo wanachama walizuiwa kufanya zoezi la upandaji miti kuadhimisha miaka 33 ya usajili wa Chadema, ingawa polisi walikana kutumia nguvu. Kwa mujibu wa Chadema, matukio hayo yanaonyesha mkanganyiko utekelezaji na matumizi ya zuio lilokwisha muda wake wa kisingizio cha kuzuia shughuli halali. Chama kinasisitiza kuwa katika kesi za madai polisi hawana mamlaka ya kutekeleza zuio isipokuwa pale ambapo mahakama imetoa amri mahususi ya utekelezaji au pale ambapo wahusika wamepatikana na hatia ya kudharau amri ya mahakama. Kikatiba, haki ya kujumuika na kushiriki katika siasa inalindwa chini ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 ibara 20. Mashirika ya haki za binadamu yamekuwa yakionya dhidi ya matumizi ya vyombo vya dola kuingilia shughuli za kisiasa bila msingi imara wa kisheria. Human Rights Watch katika ripoti zake za hivi karibuni kuhusu Tanzania imesisitiza umuhimu wa polisi kuheshimu mipaka ya kisheria na uhuru wa vyama vya siasa, hasa pale wakati wa mikusanyiko ya amani. Na kwa mtazamo wa kitaasisi, jeshi la polisi lina wajibu wa kulinda amani na usalama, lakini pia lina jukumu la kutekeleza sheria kwa uwiano ama ukipenda proportionality na uhalali ama ukipenda legality. Wataalamu wa utawala wa sheria wanaonya kuwa tafsiri pana au potofu ya amri za muda inaweza kudhoofisha imani ya umma kwa taasisi za dola na kuibua migogoro isiyo ya lazima.
Na katika taarifa yake, Chadema imetoa onyo kali kwa maofisa wa polisi na watumishi wa umma wanaoendelea kutumia zuio lililokoma kuzuia shughuli za chama. Chama kimesema kitatumia njia za kisheria binafsi ikiwemo kufungua mashtaka dhidi ya maofisa wa polisi na vilevile Samia Suluhu kudai fidia ya kifedha na kuomba mahakama itamke kuhusu sifa ya maadili na kitaaluma na ya ofisi inayodaiwa kukiuka sheria. Hatua hii inaakisi mwelekeo wa vyama vya siasa kutumia mahakama kama jukwaa la kusawazisha mamlaka kati ya dola na haki za kiraia. Aidha, Chadema imewahimiza viongozi na wanachama wake kuendelea na shughuli za kisiasa kwa mujibu wa sheria, huku ikitoa wito wa kuripoti mara moja vikwazo visivyo halali kwa kurugenzi ya sheria na kikatiba ya chama. Wito huu unaonyesha mkakati wa utawala wa sheria ama ukipenda rule of law badala ya makabiliano ya moja kwa moja. Historia ya Tanzania inaonyesha vipindi tofauti vya mvutano kati ya vyama vya upinzani na vyombo vya dola, hasa katika nyakati za uchaguzi au maadhimisho ya kisiasa. Ripoti za Reuters na Al Jazeera zimewahi kuandika kuhusu changamoto za uhuru wa kisiasa nchini, zikibainisha umuhimu wa mahakama huru katika kutafsiri na kusimamia amri zinazogusa haki za msingi. Na kwa upande wa kisheria, wasomi wa sheria wameandika kwamba amri za muda ni zana za dharura, si mbadala wa uamuzi wa mwisho wa mahakama. Na jarida la African Human Rights Law Journal limeeleza kuwa kupanua athari za amri za muda bila msingi wa kisheria kunaweza kugeuza zana hiyo kuwa kifaa cha kuzuia haki badala ya kuzilinda. Na taarifa ya Chadema kuhusu kukoma kwa zuio la mahakama kuu si tukio la kiutaratibu pekee, ni mtihani wa vitendo kwa utawala wa sheria, uhuru wa kisiasa na uwajibikaji wa vyombo vya dola nchini Tanzania. Na ikiwa tafsiri ya kisheria itaheshimiwa, itaimarisha dhana kwamba hakuna chombo kilicho juu ya sheria na kwamba haki za kikatiba haziwezi kusimamishwa kwa misingi ya amri zilizokwisha muda wake. Kinyume chake, kuendelea na utekelezaji wa zuio lililokoma kunaweza kuibua mgogoro wa kisheria, kudhoofisha imani ya umma na kuathiri mazingira ya kisiasa kwa jumla. Na kwa nchi inayojitahidi kuimarisha taasisi na demokrasia, mjadala huu unasisitiza umuhimu wa uwazi wa kisheria, uwiano wa mamlaka na heshima kwa haki za msingi. Hatua zitakazochukuliwa na vyombo husika katika siku zijazo zitakuwa kipimo muhimu cha mwelekeo wa Tanzania katika kulinda uhuru wa kisiasa na utawala wa kisheria. Ni hayo tulikuwa tumekuandalia kutoka hapa TanzaPulse. Hadi wakati mwingine, lakini nakusihi kindly subscribe ili uwe mmoja wetu, na vilevile uweze kugonga alama ya kengele ili ukipokea notifications kila wakati tunapoleta kanda mpya.